الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله النبي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما أمرنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kukuhusieni kama inavyopaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Islam, kwa kweli leo tulikuwa tuzungumzie mada inayohusu mauti, kwa sababu hapa tuna mwenzetu, ndugu yetu, tutamsalia baada ya salatu Ijumaa. Lakini kutokana na dhurufu na hali ilivyo, Waislamu tunaingia katika jambo kubwa, jambo ambalo ni mustakbala wa maisha yetu kwa miaka mitano, na jambo lenyewe kuingia katika uchaguzi. Na Waislamu kila kitu chao kinakwenda kwa kipimo, hawakurupuki. Na ukitizama asili ya hizi chaguzi zinazoitwa chaguzi za kidemokrasia, ambazo asili yake ni za kikafiri, sio za Waislamu. Kwa sababu Waislamu wanapokuwa katika dola ya Kiislamu wana taratibu zao za kuwachagua viongozi, lakini sisi hapa hatuko katika dola ya Kiislamu, na tunaishi katika nchi hii, na ni mustakbal wa maisha yetu na vizazi vyetu kwa miaka mitano inayokuja. Basi tuingie tu katika uchaguzi bila hata kukumbushana, tukachukua vile vipimo ambavyo kwamba Muislamu anatakiwa aichukue, kwa sababu kama tulivyosema, hizi chaguzi zote za demokrasia ni millatal kuffar, zimeletwa na makafiri. Na sisi kama ni Waislamu tunaishi, tuseme je, hususia kupiga kura? Kwa sababu hizi sio fikra za Waislamu, hizi ni fikra za Mayahudi na Manasara. Na Mwenyezi Mungu anatuambia: walan tardha anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatoridhia Mayahudi na Manasara mpaka mfuate mila zao. Na hii ni moja katika mila zao, kutuwekea ya uchaguzi wa kidemokrasia.
ambao yule anayepata kura nyingi ndiyo anayekuwa kiongozi. Katika Uislamu jambo hilo hakuna. Sasa je, Waislamu wanafanya nini? Kwanza, innamal a'malu binniyat, kila jambo linakwenda kwa nia. Ikiwa wewe nia yako ni kuwafuata makufar, basi utalipwa kwa nia yako. Lakini hili jambo lipo miongoni mwetu na tunaishi Waislamu na miaka 5 ni mingi. Tunafanyaje? Waislamu tuende tu, tuingie tu, basi hatuna vipimo? Tunasema jambo lolote katika Uislamu linatizamwa nia yako. Kwa hiyo ndiyo lishakuja hili jambo, na wewe hutakiwi kwenda kupiga kura kwa sababu ya chama fulani, chama fulani, chama fulani, chama fulani. Wewe kama Muislamu unatakiwa uwe na vipimo. Hawa wote hawa wamezunguka katika miji, katika mitaa, katika vyombo vya habari, kila mmoja kaelezea sera yake, kaelezea anachotaka kukifanya. Sasa wewe Muislamu una kipimo. Kipimo chako cha kwanza, kipimo chako cha kwanza, kabla ya kutizama maslaha yako binafsi, kwanza kabisa mtizame yule mwenye maslahatu dini. Kati ya hawa ambao wamekuja wakatueleza waliotueleza, yupi ana mwelekeo wa maslahatu dini? Labda anaweza mtu akasema ndani ya nafsi yake, au akataka kumuuliza mwenziwe wakitoka nje, maslahatu dini ni nini? Si tunasali, tunaadhini kwa vipaza sauti, si tunafunga, si tunahiji, si tunafanya hivi na tunafanya hivi, tena nini hapo tunataka? Naam, dini ni maisha yako yote. Dini si kuswali, dini si kufunga tu, dini si kutoa zakat tu, dini sio kwenda kuhiji, na dini sio kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hiyo haitoshi, bali ni maisha yako yote unayoishi katika hii dunia, katika hii nchi. Tizama maslahatu dini. Je, hawa waliokuja wote hawa, yupi ana mwelekeo katika masala ya dini? Na dini yenyewe tutizame na maadili, tutizame na akhlaq, tutizame umma huu kitu gani kinachoangamiza. Kwa kusali, alhamdulillah, tunasali, tunafunga, lakini kuna vitu ambavyo kwamba ndani yake vinatakiwa viondoke. Sasa hawa wote hawa wanaokuja wakatuambia tuwatizame wale ambao wanaweza kusimamia maadili ya nchi hii, akaweza kukaa katika mstari wake. Siku moja zamani ni wala ambalo kwamba ambaye ikiwa ni baba katika familia, ikiwa ni kiongozi katika mji, kwanza kabisa anawachunga wale watu wake. Ndani ya nyumba, baba mtu anatakiwa yeye aihudumie familia yake, anawapa chakula kizuri, pahala pa kulala pazuri, kila kitu kizuri. Lakini baba huyu ndani ya nyumba yake ameweka vitu ambavyo kwamba vinavunja maadili au vinavunja au vinahatarisha usalama wa watoto wake. Huyu hatakuwa baba mwema. Kweli kawalisha, kawavisha, nyumba nzuri,
lakini ndani ya nyumba yake ameweka viwembe, tena viwembe vyenyewe hakuvificha, ameviweka waziwazi. Ndani ya nyumba yake ameweka sindano, vitu vyote ambavyo kwamba vya mtu kumjeruhi, basi mtoto akichukua atajichinja. Baba atampeleka wapi? Atampeleka hospitali. Lakini ilikuwa lile asilipate la mtoto wake kumpeleka hospitali, kwa sababu zile sindano ile mambo ambayo kwamba ni hatarishi kwa ile familia yake, alikuwa ayaondoe au ayaweke katika pahala panapostahiki. Sasa na tutizame vipimo. Ukishaliona hilo, tizama na maslahati al-umma. Usitizame tumbo lako, usitizame mimi nitapata nini, ikawa wewe anania una ubinafsi, nikishapata hichi mie basi wengine na wafanya watakavyo wakose. La, wala vile vile utizame maslahati al-umma. Ni nani kati ya hawa ambaye unahisi wewe katika nafsi yako kuwa nikimpa tik nitapata maslahati al-umma? Naweza tukasema alhamdulillah, mwaka huu tumewaona viongozi wetu kila mmoja nasema wote takriban wanaingia wakisema kuwa maslaha yatakuwa makubwa, mpaka sisi maskini wote tuliokuwa vioni hatutizamwi siku zote hizo. Sasa hivi kila mmoja akasema walimu tutawapa mishahara, walimu wa madrasa ambao walitupwa miaka nenda miaka rudi, walikuwa wanalia, jamani we sisi jamani we hatuna kitu, madrasa hizi watoto wanataka kusoma, lakini kuna moja kuna mbili changamoto hizi, walikaa kimya. Lakini sasa kila mmoja kaja anasema kila mwalimu atalipwa, kila imamu atalipwa. Sasa basi hayo yanaitwa ni maslaha ya kibinafsi, ni yangu mimi. Imamu atalipwa nitapata mimi, sawa jamani? Mwalimu madrasa atalipwa, atapata mwalimu madrasa, lakini wewe unapata nini? Kuna yayo vile vile tuangalie katika maslahati al-umma. Wako wengine wamekuja na mambo mengi hata katika kuhalalisha yaliyokuwa haramu. Mimi kuna mmoja nilimsikia mwanzo akisema tutaruhusu vijana wavute bangi, tena asema kishwaya. Alisahau kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kinacholewesha kikuwa kidogo au kikuwa kingi ni haramu. Wewe hata hiyo bangi ukipiga pafu moja tu kisha ukaiacha, si ushavuta? Haramu. Sasa sisi tuna vipimo vyetu. Sasa hivi vipimo tuvitizame, tuviangalie, na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yeye ametusifu sisi Waislamu kuwa tuna akili, na ndio maana aya nyingi zikija basi anaambia afala yaqilun afala tubsirun fa'tabiru ya ulil albab. Na sote hapa tuko katika ulil albab, kwa tutafakarini hilo la kwanza. La pili, tunataka kuingia katika wale wenye kusimamia hayo kwa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanywa katika nchi hii. Tufahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia as-sulhu jaizun baina al-muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala shurutihim. Kwa sulhu yoyote ile inafaa baina waislamu, isipokuwa ile sulhu ambayo itahalalisha haram au itaharamisha halali. Na akasema Mtume, waislamu wako juu ya sharti zao, yani makubaliano yao, vile mlivyokubaliana. Baadhi ya watu wanafikiria haya mambo ya kidunia tukikubaliana, sema
si mambo ya kidunia tu haya, nikisha kufanya limekusha duniani. La, halishi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia adh-dhulmu dhulumatun yawma al-qiyama, dhulma ni kiza siku ya kiyama. Kwa hiyo dhulma yoyote utakayoifanya ukamdhulumu yoyote, basi ujue umefanya dhulma, na dhulma yoyote ambayo kwamba itampelekea mtu kuingia katika madaraka, ajue ni laana ambayo kwamba itaenda naye mpaka kaburini. Ndugu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo maarufu, na tunazisoma hadithi hizi ili kuwakumbusha wale ambao kwamba ni masulia katika kusimamia hilo jambo la uchaguzi, ambao ni haki ya kila mwananchi katika kupiga kura, na kura moja ni mtu mmoja. Sasa wale wenye kusimamia wajitahid katika makubaliano haya, kila mmoja apige kura moja, wala usije ukasema na nafsi yako kuwa mimi nitapiga 3, nitapiga 4, nitapiga 5, nitapiga 20, ukajiona uko salama. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huko salama, kwa sababu umefanya kitu kinachoitwa nini? Khana, umekhini wewe. Wa idha ana Mtume anasema ayatul munafiq 3, idha haddatha wa idha atumina khan. Kwa hiyo hapa wanaingia wote wale, kuanzia wasimamizi wa uchaguzi, mawakala, vikosi vinavyolinda ulinzi na usalama, na watu wote watume wahakikishe haki ya kila mtu kupiga kura moja. Wala usije ukafanya jambo lolote likampa mtu fursa ya kupiga kura 2 na ukajisifu ukasema nilimsaidia yule akapiga kura 20. Wallahi laana unayo, kwa sababu haya ni mambo watu walikubaliana kuwa kura moja ni mtu mmoja. Basi we ni hivyo, na upige kura kwa haki, na aliyeshinda umpe haki yake, na aliyeshindwa umpe haki yake. Kutoka kwa Sulaim bin Amir, hadithi hii anasema kana baina Muawiya wa baina Rum ahd, ilikuwa baina Muawiya na baina ya dola ya Rum. Kama mnafahamu Roman Empire walikuwa ni Wakristo hao, wakana yasiru nahwa biladihim, na alikuwa akienda pande za miji yao. Hatta idha inqadha al-ahdu ghazahu, alikuwa anaingia nao makubaliano, na makubaliano yale hayavunji. Hata kama wale waliingia makubaliano nao ni watu wa Kristo, si Waislamu, hayavunji mpaka yamalizike yale makubaliano. Fajaa rajulun an fursin au yarzun wa huwa yaqul, asema kaja mtu kutoka, alikuwa akitokea pande za Fursi au Yarzun, na huko alikuwa akisema, huyo mtu alikuwa akisema maneno haya, akisema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wafaun la ghadar, yani ahadi imetekelezwa, ahadi wala haikukangukwa. Fanadharu fa idha huwa Amr bin Abasa, Muawiya akamtizama akamuona huyu mtu anaitwa Amr bin Abasa. Fa arsala ilayhi Muawiya akamwita akamwambia njoo. Faqal, Muawiya akasema mbona nakusikia unasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nini? Akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana bainahu wa baina qaumin ahdun, yoyote yule mwenye kuwa baina yake na baina ya kaum yoyote ana ahadi, fala yashuddu uqdatan wala yahilha, asivunje ahadi hiyo, asikiuke ahadi hiyo, asitie vishawishi mbwembwe akavunja ahadi hiyo, hatta yanqadhi amaduha, mpaka imalizike ile ahadi. Na kama ikimalizika, au yanbadha ilaihim ala sawa, au akafika pale akasema bwana wewe, hii ahadi ishafika mwisho, lakini bado tunahitaji tuzungumze tena mambo yetu yende sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi imekuja kwa tunaruhusiwa
kuingia katika makubaliano hata na waliokuwa sio Waislamu, manake hata yale makubaliano yaliokuwa sio ya Kiislamu. Kwa tujitahidi ndugu Waislamu, tukiingia katika jambo hilo ambalo mara nyingi watu wameacha kulizungumza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake siku moja anazungumza, basi akaja Arabiyu akasema, na huku mtume anazungumza, masaa, wakati gani kiyama? baadhi alqaum, baadhi ya watu wanasema sami'a ma qala, mtume alisikia kile alichosema yule Arabi, lakini anasema fakariha ma qala, akachukia yale aliyosema. Na baadhi yao wanasema la, hakumsikia. Mtume aliendelea kuzungumza mpaka alipomaliza kuzungumza mazungumzo yake, akasema mtume, aina as-sa'il, yuko wapi yule aliyeuliza swala? Kuna mtu aliuliza swala hapa, alisema yule mtu akasema, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, mimi hapa ya Rasulullah. Qala, akasema, wewe unataka kujua kiyama lini? Akamwambia, sasa nakwambia, fa idha dhuji'atil amana, itakapopotea amana, wale wenye kuaminiwa, wale wenye mamlaka wakapoteza amana, waliokubaliana wakayaondosha, wakayaficha, wakayafanyia mizengwe ili waondoshe ile amana. Mtume anasema fantadhiri saa, subirini kiyama. Qal, baada yule bedui akasema, kaifa idha'atuha, vipi tutaiondosha hiyo amana? Tutaiondoshaje hiyo amana? Qala, akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, mtakapoyachukua mambo mkayaweka kwa watu waliokuwa sio watu wake, sio ahli yake, yani hawastahiki, fantadhiri saa, basi subirini kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi zake hizi mbalimbali umuhimu wa ahadi tunazochukua kuzitekeleza, na wale wenye kuzisimamia basi wazisimamie katika haki. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, wa biqawlihi yahtadi almuhtadun, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله سميعا بصيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين خليفة رسولك سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النورين الذي هاج الهجرتين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى باب مدينة العلم الأسد الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى أزواج نبيك المطهرات، وعلى فرق المهاجرين والأنصار وتابعيهم المتقين الأخيار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم احفظ بلدنا هذا زنجبار. اللهم احفظ بلدنا هذا زنجبار. اللهم احفظ بلدنا هذا زنجبار. اللهم من أرادنا بلدنا هذا زنجبار بسوء وشر ومكروه فاجعله كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم اجعل الحق والأمن والسلامة. اللهم اجعل الحق والأمن والسلامة. اللهم اجعل الحق والأمن والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سررته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.